Kwanza mimi nachukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema, kwa kujalia kufika hapa tukiwa na afya njema. Lakini pia nimshukuru Mheshimiwa Rais wa nchi yetu ambaye anatuongoza vizuri, amani imetawala, lakini pia maendeleo tunaona, nadhani nyinyi mashahidi. Kwa hiyo pia nimshukuru mkuu wangu wa KMK kwa kutuongoza vizuri na pia kuwa askari wa kakamavu, lakini pia na sisi tunamwakilisha vizuri katika sekta ya michezo. Lakini hapo awali nilikuwa na cheo cha LS ambayo kinafahamika kama Koplo, ambao wengi wamenizoea kwa cheo hicho. Kwa hiyo sasa nashukuru Mwenyezi Mungu nilipata uteule mpya na kuwa na cheo ambayo kinajulikana kama PO. Kwa jina lingine ni kama Sergeant. Kwa hiyo sasa hivi Koplo itaondoka, tutakuwa tuko kwenye Sergeant au PO. Ningependa sana wanatumia PO. Kwa hiyo mimi kama mpiganaji au kama mwanajeshi nitaendelea kutekeleza majukumu yangu vizuri na kuendelea kuipigania nchi yangu. Mimi mkuu wa KMKM Zanzibar, Komodo Zana Salim Singiri, napenda nizungumzie swala la kijana wangu, askari wangu Pio Ibrahim Baka. Leo tumepandisha cheo kutoka leading seaman kuwa petty officer. Kwa upande wa kikosi, askari huyu kulingana na mwenendo wake wa kazi tuliyomtuma au jukumu alilopewa na kikosi, kwa sababu kikosi cha KMKM kimekubaliana na timu ya Yanga kuweza kumchukua askari wetu, kwa sababu hatu kusema kwamba tumemuuza. Mwanajeshi hauzwi. Tumemchukua askari wetu kwa makubaliano tuliyokubaliana. Mwendelezo wake alikuwa nao katika kikosi chetu, na mpaka sasa jinsi anavyoendelea, uwezo aliotoka nao KMKM na uwezo aliokuwa nao sasa hivi katika timu ya Yanga, katika Taifa Stars, tunaona kwamba uwezo wake umeongezeka kiasi kubwa sana. Inaonyesha wazi kwamba amefanya bidii ya makusudi, yeye kama yeye individually, pamoja na bidii za makocha wake ambao wanasaidia kumpatia elimu na mazoezi ya kutosha kuweza kufikia viwango vya kitaifa na kimataifa. Sasa hivi Pio Ibrahim Baka amekuwa ni gumzo na kuzungumzwa na watu mbalimbali katika visiwa vya Unguja na Pemba, Tanzania na East Africa pamoja na dunia kwa ujumla. Kwenye mashindano mbalimbali alikuwa akifanya vizuri, mpaka imefikia hivi karibuni ikaonekana wanafanya mashindanisho na baadhi ya mabeki kwa timu zingine kwa hapa nchini. Inaonekana bado uwezo wake ni mkubwa. Kwa hilo, kama kikosi kimeona kwamba kama askari anafanya vizuri, anatoa furaha kwa kikosi, anatoa furaha kwa Wazanzibari, anatoa furaha kwa Tanzania. Mtu wa aina hiyo lazima, kama kikosi katika uongozi wa mwanane wa Dr. Hussein Ali Mwinyi, nasema kwamba ulipoanzisha kitu kizuri, basi lazima serikali ikuunge mkono. Slogan hii mimi nilikuwa nikiitumia hata kwenye swala la mchezo. Unapofanya kitu kizuri, basi ni wajibu wangu kama mkuu wa kikosi na mimi niunge mkono zile jitihada zako kuweza kupa nguvu zaidi, uweze kufanya mazuri zaidi. Na hicho ndicho kilichonivutia mimi Komodo Singiri kutoa maamuzi haya ya kumpandisha ngazi mojawapo kutoka LS kuwa PO kwa hivi sasa.